Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV, YouTube na ukurasa wa Tiba Facts kule Facebook. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa. Na leo tutakuwa katika elimu ya tiba katika kujifunza dawa ya kutibu ugonjwa wa kansa. Dawa ya kutibu ugonjwa wa kansa. Sasa hii kansa, tunaposema kansa, wengine wanaweza wakawa tumewaacha. Kansa ni sijui tuseme ni Kiswahili, sijui ni Kiingereza. Hii itakuwa ni Kiingereza, lakini Kiswahili chake ni saratani. Ukisikia saratani, sijui ya mlango wa kizazi, saratani ya matiti, saratani ya tezi dume, sijui saratani ya nini, hizo zote ni kansa. Sijui saratani yaani saratani sasa hivi zipo nyingi sana. Kuna aina karibia 16 za kansa au saratani. Tumeshuhudia baadhi ya wengine wakipoteza viungo vyao kwa sababu kizungu ugonjwa huu wa saratani hauna dawa ya moja kwa moja. Wengi wanaishia kwenye kupigwa mionzi, wengine wanasema mionzi inapunguza umri. Ni kweli inapunguza umri kitaalamu. Wengine wanaogopa, lakini wengine wanapewa dawa fulani fulani, lakini mara nyingi saratani tiba yake kizungu ni kukikata kile kiungo kilichoathirika. Mfano, ikitokea umepata saratani ya matiti kwa kina mama, hii inatokea sana, basi tiba yake huwa ni kukata ziwa. Ikitokea umepata saratani ya shingo ya mlango wa kizazi basi ni kukiondoa kizazi. Nazungumza au na kufundisha dawa hii nikiwa na masikitiko makubwa, kwa sababu tunavyozungumza hivi, yupo ndugu yangu wa karibu kabisa, mke wake amepatwa na changamoto hii na amepelekwa hospitali, ikaonekana kuna shida ya saratani, kulikuwa kuna uvimbe kwenye kizazi. Basi madaktari wameamuru aondolewe mpaka kizazi ili aweze kuwa salama. Sasa hii inaweza kukugharimu sana. Mfano, ndio wewe binti, wewe msichana, ndio kwanza unaolewa, unakutana na changamoto hii, ndio kizazi kinaondolewa. Ina maana hapo umetoa point moja kwa mume wako kuja kuoa mwanamke mwingine. Yaani utaki usitaki, kwa sababu yeye atahitaji kuzaa, wewe hutoweza tena kumzalia mtoto. Kwa hiyo italazimika aoe mwanamke mwingine hali ya kuwa na wewe bado upo. Kwa hiyo utamsaidia katika mambo mengine tu, majukumu ya kulea familia yake, kumsupport kwenye biashara na shughuli zake, kumtunza, ila kumzalia hutomzalia. Inauma sana, asikwambie mtu. Sasa utakaposikia wewe una saratani aina yoyote, au una kansa aina yoyote, dawa hii inayokwenda kufundisha inaweza ikakusaidia. Dawa zipo nyingi. Nilitaka nifundishe baadhi ya dawa ya kutibu saratani ya uvimbe kwenye kizazi, nikagundua kuna orodha ya vitu vingi utavihitaji, lakini dawa hii na kufundisha ni jambo moja tu, na wewe utakwenda kutibu kabisa tatizo hilo. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi kwa kuwa ni mzima siwezi kuugua. Ichukue dawa hii, itakusaidia. Saratani haichagui umri, jinsia, rangi, cheo au mahali, labda unaishi shamba au unaishi mjini. Lakini kwa asilimia kubwa saratani au kansa ambayo inatokea sasa hivi, zipo sababu kadhaa. Nitakutajia chache katika nyingi. Moja ya sababu ni matumizi ya vipodozi, sasa kwa wanawake. Hii imewagharimu sana wanawake kupoteza viungo vyao, wanakumbana hii saratani mbalimbali. Kuna saratani ya ngozi, hata wale wanaumwa vidonda vya tumbo, ile pia ni aina ya saratani.
Ukisikia ulcers au vidonda vya tumbo, ile ni aina ya saratani, kwa sababu vile huwa ni vidonda vinachanika chanika kule kwenye utumbo au kwenye kuta zile zinazoshikilia tumbo. Kwa hiyo kama ndio unaumwa vidonda vya tumbo, hiyo nayo pia ni aina ya saratani. Nimekwambia kuna aina za saratani au kansa 16 ambazo mpaka sasa zimefanywa utafiti na kujulikana kwamba zipo aina 1, 2, 3. Ukisikia mtu anaumwa tezi dume, ile ni aina ya saratani. Saratani ya tezi dume unasikia hivyo wanasema, na ndio maana wanasema unatakiwa mtu awahi kujichunguza mapema, then akishagundulika afanywe matibabu mapema, kwa sababu saratani ukiwahi inaweza ikatibika kirahisi hata kizungu, lakini ukichelewesha kitakachofuata ni kukiondoa kile kiungo kilichooza. Na athari ya saratani kubwa ni kile kiungo kuoza. Ndio nikachukulia mfano, kama ikatokea umepata saratani katika mlango wa kizazi, basi kizazi kitaondolewa na hautakuja kuzaa tena maisha yako yaliyobaki. Kama utapata saratani ya mguu, mfano mguu unaoza, kwa mfano wale wanaumwa ugonjwa wa kisukari, huwa wakipata vidonda hususan kwenye miguu au mikono, waga inapelekea mpaka kukatwa mguu au kukatwa mkono. Ile inakuwa ni saratani tayari ishaingia pale, na vidonda vyake uga mara nyingi haviponi. Unaona bwana. Lakini pia wale wanawake wanaopata saratani ya matiti, huwa inapelekea matiti yao kukatwa au kukatwa titi moja lililoathirika na anabaki na titi moja. Kwa hiyo inaumiza sana katika jamii. Kwa moja sababu zinazosababisha saratani katika maisha ya kisasa ni matumizi ya vipodozi vikali, hususan vya kisasa hivi vya kubadilisha ngozi. Ulikuwa mweusi uwe mweupe, ulikuwa mweupe kidogo mwekundu. Basi vile vipodozi vyote unavyoviona kule madukani, vingi vina kemikali ambayo itakuja kukuchubua, kuiondoa hiyo ngozi yako nyeusi kuipeleka kwa nyeupe. Basi hapo ndio inapelekea watu kupata saratani. Unakuta mtu anajichubua kwenye maziwa, anachubua wapi. Basi hiyo ni moja sababu. Lakini sababu zingine ni mfumo wa maisha yetu ya kisasa. Tunaishi kisasa. Unakuta mtu anakunywa soda, sio dhambi, lakini inaweza ikakusababisha matumizi makubwa ya mabidhaa viwandani, mfano soda, juice, pombe na vingine vinavyofanana na hivyo, vinavyopitia kiwandani kuwekewa kemikali zile za kuzuia vyakula hivyo visiharibike au vikae muda mrefu. Ukivitumia sana hivi vyakula, basi unaweza ukapata saratani. Kwa hiyo hizo ni moja ya sababu zinaweza kupelekea saratani. Lakini pia sababu zingine zinaweza kupelekea saratani ni ukipata ugonjwa wa kisukari. Kisukari kina siri ya kulegeza mwili, na maana ukishapata kisukari kinavozidi kukua, basi utakapoendelea kuwa nacho, ukipata vidonda huwa haviponi kwa haraka. Kwa hiyo hapo unazalisha kisukari. Lakini unazalisha kansa kwamba bimana unatoka kwenye kisukari utazaliwa ugonjwa mwingine unaitwa kansa, ambao unaweza ukashika vidole, ukashika mguu au ukashika mkono au ukashika kiungo chochote na ukakiozesha na ikapelekea kukatwa. Kwa kama unataka kujilinda, basi jiepushe kutumia vyakula au bidhaa za viwandani kwa wingi. Sio kwamba utaweza kuviacha kabisa. Utaweza kumudu kuacha baadhi na vingine utaendelea kuvitumia. Sasa ushauri wangu, kama unaweza kuviacha viache, lakini ukishindwa punguza idadi ya vyakula hivyo. Hiyo itakusaidia sana. Na lingine kwa kina dada, wapunguze matumizi ya vipodozi vyenye kemikali. Hii itapelekea wao wafanyeje? Waepukane na saratani za ngozi. Kuna saratani ya ngozi, unakuta mtu ngozi inababuka, inaungua. Wanamshauri kipodozi hichi, tena labda itakaa sawa, ndio inazidi kuungua kabisa. Mwisho wa siku anabadilika hata kutoka kwenye hali ile ya kawaida na kuwa mtu anayetisha. Sasa asilimia kubwa ya kansa zilizopo ni matokeo ya maisha tunayoishi, kama nilivyosema. Yani asilimia kubwa ya kansa zilizopo au saratani zilizopo mpaka saa hizi ni matokeo ya maisha tunayoishi tu. Kwa maana nyingine, kansa zinaepukika kabisa kama tukiwa na elimu sahihi ya nini tufanye na nini tusifanye. Ndio nimekudokeza hapo. Kama utajitahidi kujilazimisha kuacha vyakula vya viwandani, itakusaidia.
Sasa iwapo kama umegundulika kuwa una tatizo la kansa au saratani ya aina yoyote ambayo umeenda kupimwa, labda ukagundulika una saratani ya mlango wa kizazi au una uvimbe kwenye kizazi, hata ile wanasema uvimbe sio kwenye kizazi, uvimbe sio kwenye nini, ile ni saratani. Chochote kitakachoambilika kwamba bwana una uvimbe sehemu fulani, ile huwa ni saratani, ndio imeanza au imeshakuwa na muda mrefu. Kwa ukigundulika una tatizo hilo la saratani au kansa ya aina yoyote ile, basi tumia dawa ifuatayo. Cha kwanza, tafuta majani ya mstaferi. Kuna mti mmoja unaitwa mstaferi. Sasa hapa watu wasichanganye, kuna mstaferi na mtopetope. Mimi nauzungumzia mstaferi ule wenye una majani ya kijani, kwa sababu mtopetope majani yake huwa kama vile yamepauka lakini mstaferi majani yake ni ya kijani na una matunda yale yana asilia tu kama tuvinyweleo tumibaiba ambato tuchomi. Unatakiwa upate majani machanga. Unatakiwa uchukue matayarisho sasa ya kuiandaa dawa yako. Chukua majani ya mstaferi yaliyo machanga. Machanga inamaanisha uchukue yale yaliyokomaa kabisa. Chukua yale ya nchani katika vile viji matawi vile. Chukua yale ya nchani yale. Kisha utayasafisha vizuri katika maji, alafu yasage katika blender. Kwa wanaoishi mjini, wengi wana matumizi ya blender hizi zinazotumika kusagia juisi. Basi unaweza kutumia hizo. Unasafisha vizuri, unayaosha, baadaye unaingiza kwenye blender, unayasaga. Lengo lake ni upate juisi, kwa sababu utakapoweka hayo majani katika blender, alafu utaongeza na maji kidogo kulingana na matumizi yako ya siku hiyo utakayokuwa umekadiria. Kama unataka kutengeneza ya siku moja, utaweka vikombe vinavyoendana na matumizi ya siku moja, kama maelezo atakavyokuwa hapa, atakavyokuelewesha. Kama utakuwa na matumizi ya siku zaidi ya moja, utaongeza vikombe. Kwa hiyo utaweka katika blender, utayasaga ili upate juisi yake inayotokana na majani hayo. Kisha baada ya kupata juisi hiyo, unaweza ukaipasha katika jiko lako la moto. Unaona, yani cha msingi iwe vuguvugu. Kuna wengine anaweza kutumia hivyo ikiwa mbichi sawa, lakini mwingine anasema ngoja niondoe kidogo ubaridi, basi anaweza kaipasha, sio kuichemsha, kuipasha ipate ule uvuguvugu. Jamani, kuna vitu viwili hapa tuelewane. Kuna kuchemsha na kuipasha iwe vugu. Ukichemsha umeiua tayari. Kuchemsha ni kule mpaka inatokota, mivuke inafumuka kwenye masufuria pale kwenye mifuniko, ile umeharibu tayari dawa yako. Haitakuwa na nguvu, kwa sababu pale tunachokwenda kukilenga pale katika ile dawa ni kupata vile viinilishe vilivyo katika yale majani, na ndio maana umeambiwa upate majani yaliyo machanga. Kwa hiyo pale tunalenga tupate nini? Vile viinilishe vinavyotokana na yale majani ya mstaferi machanga. Unaona bwana? Kwa hiyo inatakiwa uipatishe ka uvuguvugu kadogo tu kama unatamani kuchemsha, ila usichemshe mpaka ikaanza kutokota. Unapima tu joto lako kwamba kwa hiyo joto linafaa mimi kuitumia. Basi unaipua, unafanya matumizi. Kwa yule ambaye hataki kupoteza virutubisho, bora ainywe mbichi. Sio dhambi wala sio vibaya. Sasa matumizi yake ya dawa hii, mgonjwa mwenye tatizo la kansa au saratani yoyote atatumia kwa kunywa juisi hiyo glasi moja kutwa mara 2. Na maana atakunywa asubuhi, atakunywa na jioni. Atakunywa asubuhi na jioni. Afanye hivyo. Dawa hiyo kuitumia kwa muda wa siku 28, na maana huu ni mwezi mzima. Basi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakwenda kuondokana na tatizo hilo kabisa la kansa. Dawa hii kumbuka inatibu kansa aina zote mwilini. Mimi nimeandika katika kitabu changu cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia, dawa ya kwanza kabisa ni dawa ya kutibu uvimbe kwenye kizazi. Ile ni aina ya kansa na kumeorozeshwa baadhi ya dawa nyingi tu pale. Sasa ukiona zile dawa huziwezi kuzipata, baadhi ya zilizotajwa pale huziwezi, na wewe umeambiwa una uvimbe kwenye kizazi, basi njoo tumie hii, kwa sababu hii uwe shamba uwe mjini unaweza ukaipata. Majani ya mstafeli analimwa. Hii mstafeli ipo mjini, ipo vijijini, ipo shambani. Ni wewe tu utakapoupata, hata kama ni kwa jirani muombe majani katengeneze dawa yako. Na unaweza mfano kama hauna friji, usitengeneze nyingi ikaharibika. Tengeneza kiasi labda ya siku 1 au 2,
unatumia, unakwenda tena unachuma. Kama wewe una friji ambayo inaweza ikakaa muda mrefu dawa yako bila kuharibika, unaweza kutengeneza hata siku 4 mpaka siku 5, ila usitengeneze ya kuzidi wiki. Useme kwa mimi nimekata ndefu nisirudi tena polini, usifanye hivyo kwa sababu itakuharibikia na itashindwa kukusaidia. Kwa sababu dawa ikiharibika haina uwezo wa kutoa tena vile viinilishe vya kuweza kukutibu wewe. Hapa tunatafuta viinilishe vilivyo katika majani ya msafiri. Hii sio kama dawa inayotibu magonjwa ya kichawi. Magonjwa ya kichawi yenyewe hayahitaji viinilishe. Yanahitaji ule mti au yale majani yakikutana na damu yako, basi vile ile mionzi ya kichawi au ya kijini ndo inaweza kuondolewa. Lakini hapa tunahitaji viinilishe. Na ndio maana utaambiwa dawa zote ambazo ni za kibiolojia kama ni zinatokana na majani zinahitaji zianikwe, au magome zinahitaji zianikwe, unaambiwa usianike juani. Lengo la kutokuanika juani ni kukwepa viinilishe visiondolewe na ile mionzi ya jua. Unaambiwa anika kwenye hewa safi au kimvurini mpaka dawa itakapokauka. Kumbe lengo ni nini? Ni vile viinilishe visiweze kuondoka. Kwa hiyo dawa hii ukitumia ndani ya mwezi mzima, rudi tena ukapime tatizo lako. Unaweza ukaenda hospitali ukaambia bwana, wewe una tatizo hili. Sasa wewe kama unakwepa zile tiba za kihospitali, maana tiba za kihospitali nyingi ni kukata kiungo kilichooza au kilichopata hiyo saratani. Ukaona mimi kufanya operation sitaki, rudi utumie dawa hii mwezi huu mmoja, alafu kwa usahihi, lakini alafu rudi tena hospitali ukacheki afya. Watakwambia wewe umeponaje? Mbona hii hatuioni tena hii? Uvimbe ya umepotea. Watashangaa wenyewe. Kwa hiyo hii ni moja ya dawa nzuri sana. Nimeelekeza jinsi ya kuisaga juisi hii kupitia blender kwa wanaoishi mjini. Wa vijijini unaweza ukasema, "Shehe, mbona umetusahau?" Vijijini unaweza ukatwanga kwenye kinu, sawa? Kama hauna blender, chukua kinu chako, weka majani, twanga vizuri, twanga kishalainika, chukua na maji, changanya kidogo. Kisha changanya kidogo, baadaye utachuja yale maji kuondoa takataka zile za majani, utapata ile juisi yake. Ndio tunalenga ile juisi yake, lazima tutakuwa tumeshapata vile viinilishe. Lakini anayetumia blender anapata faida zaidi kwa sababu yale majani yatasagwa vizuri. Unaona, na ataingia zile chembe za yale majani zitaingia katika ile juisi yake kwa urahisi. Kwa hiyo huyu atanufaika zaidi kuliko yule anayetwanga na kuchuja majani, kwa sababu yeye huyu anachuja anapata maji tu lakini majani hapati. Lakini yule aliyetumia blender atapata na vipande vidogo vidogo vya majani ambavyo vitamsaidia kuboost ile dawa yake ifanye kazi kwa wepesi. Kwa hiyo ukipata blender ni bora zaidi. Mwisho ni angalizo la matumizi ya dawa hii. Hapa unatakiwa unielewe vizuri tena kwa umakini, sababu ukijichanganya tu hapa utakwenda kusababisha madhara. Dawa hii ni nzuri kweli, lakini haifai kutumiwa na watu wa aina zifuatazo. Mtu wa kwanza ataki kutumia dawa hii ni mama mwenye ujauzito. Kama ameambiwa mama ni mjamzito ana tatizo la kansa au saratani ya aina yoyote, basi asitumie dawa hii mpaka atakapojifungua, kwa sababu akifanya hivyo mimba itatoka. Ila sio kwamba nimekufundisha dawa kutoa mimba, ila kwa mama mjamzito ambaye hataki kumpoteza mtoto wake aliyepo tumbani, basi asitumie dawa hii kwa sababu ujauzito unaweza ukatoka. Lakini pia mtu mwingine ambaye hatakiwi kutumia dawa hii ni mtu mwenye pressure ya kushuka, ile inaitwa low blood pressure, pressure ya kushuka. Hii mara nyingi huwa inasababisha mtu kuchoka mwili, kukosa nguvu na kutamani kufa. Basi pressure hii ukiwa nayo ya pressure ya kushuka, usitumie dawa hii. Ila kama una ile high blood pressure, pressure ya kupanda, unaweza ukatumia, hakuna shida. Kwa sababu yenyewe hii ina asili ya kuvishusha vitu vilivyopanda. Na ndio maana huyu wa pressure kushuka akishushwa zaidi na ile pressure yake ndio atakufa kabisa. Unaona? Na mtu wa mwisho ambaye hataki kutumia dawa hii ni mtu anayetumia madawa ya kulevya. Mtu yote anayetumia madawa ya kulevya asitumie dawa hii. Anayetumia milongi, kokaini, sijui nini, vyote vya madawa hivyo vya kulevya, kama anatumia, hata mtu anayetumia bangi asitumie dawa hii. Basi watu hawa wajitathmini kwanza. Kama wanataka kutumia dawa hii, waachane na hivyo vitu. Au kusubiri muda. Mfano mjamzito yeye itabidi asubiri. Asubiri
mpaka atakapojifungua ndio awatengenezewe dawa hii. Lakini huyu mwenye madawa ya kulevya anayetumia anaweza akayaacha kwa muda then ndo akatumia dawa hii. Ila kama atatumia dawa hii na akatumia madawa ya kulevya atakufa. Mtamzika tu mapema tu hapo nyumbani. Kwa inshallah hii ni moja ya dawa ambayo unaweza kuipata kwenye kitabu cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia. Ukiwa unasoma kitabu hicho, nenda mpaka ule ukurasa wa 20, peji ya 20, utakutana na dawa inasema dawa ya kansa. Jisomee hapo, fuata maelekezo, basi utengeneze dawa hii. Itakusaidia sana. Matatizo haya yamekuwa mengi sana sasa hivi tunavyoishi, hususan kwa watu wanaoishi mjini, ni makubwa zaidi kuliko watu wanaoishi vijijini. Hata yule anayesumbuliwa na vidonda vya tumbo anaweza kutumia dawa hii na ikamsaidia, kwa sababu hata vidonda vya tumbo ni moja ya aina zile 16 za kansa. Inshallah hii ni Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustaz Bashiri. Kumbuka saizi hatuna ofa yoyote. Ukikitaji kitabu hichi unaweza ukakipata kwa shilingi 10,000 ndio bei yake halisi. Lakini pia kuna vile vitabu vingine vya maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi. Kitabu namba 1 shilingi 7,000, kitabu namba 2 cha jina hilo hilo shilingi 10,000 na kitabu namba 3 ni shilingi 16,000. Pia kuna kitabu cha mwongozo wa tabibu chenye ni shilingi 20,000. Vitabu hivi vyote ni vya mitishamba. Lakini pia kuna kitabu cha furaha ya ndoa chenye hichi kinahusisha mambo yanayohusiana na utatuzi wa matatizo yanayohusisha mambo ya tendo la ndoa, mambo ya nguvu za kiume na mambo mengine huko utayakuta mengi katika kitabu hicho. Hicho kitabu bei yake ni shilingi 15,000. Kwa wale wanaohitaji vitabu vya dua, vipo vile vya maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali. Kitabu namba 1 ni shilingi 12,000 na kitabu namba 2 cha jina hilo hilo ni shilingi 15,000. Kwa wale wanaohitaji vitabu vya barati pia vipo, wenyewe utavipata kwa shilingi 15,000. Kitabu namba 1 cha barati na kitabu namba 2 cha barati ni shilingi 15,000. Na pia kuna kitabu cha abjadi. Kwa wale wanaohitaji kitabu cha elimu ya abjadi watakipata kwa shilingi 20,000. Na mwisho kuna kitabu kile cha ulimwengu wa majini na vituko vyao. Hichi kitabu kinauzwa shilingi 30,000. Na kitabu hichi ni moja ya vitabu ambavyo nitaanza kuvifanyia uchambuzi wa kina katika siku za mbele kidogo hapo, kwa sababu kitabu hichi pia kitapata mwenzake namba 2 katika siku za hivi karibuni. Kwa hiyo nitakifanyia uchambuzi wa kina ili kiweze kueleweka vizuri. Hata unakwenda kukutana na kitabu namba 2, cha kwanza unakuwa umeshakielewa vizuri. Hivyo ni vitabu ambavyo vimeshakamilika tayari, unaweza ukavipata kwa mfumo wa PDF. PDF ni mfumo wa kupata kitabu ukiwa nchi yoyote, sehemu yoyote, mkoa wote, kijijini au shamba, mjini. Unatumia kwa njia ya WhatsApp, kwenye WhatsApp yako au kwenye email kama unatumia email, kwa mfumo wa haraka na rahisi. Kwa hiyo kitabu chochote kile katika hivyo, angalia bei yake, basi lipia kupitia namba unazoziona hapo mkono wa kushoto kwenye skrini yako, kisha nitumie muamala huo kwa kuscreenshot katika WhatsApp yangu kupitia namba moja hapo katika hizo, niambie shehe, nimehitaji kitabu cha aina fulani, nimelipia pesa hiyo. Mimi nikithibitisha malipo yako, nikakagua muamala ni kweli upo hivyo, basi utatumiwa kitabu hicho katika simu yako kwenye WhatsApp au kwenye email, utachagua sehemu moja. Inshallah tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine. Hii ni Tiba Facts Online TV na mimi ni Ustaz Bashir. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.